Wewe umekuwa mmoja wa wale vijana wachache ambao wameshiriki siasa ya moja kwa moja kwenye kaunti hii ya Taita Taveta. Pengine imekuwaje? Siasa imekuwa ngumu, especially kaunti yetu ya Taita Taveta. Kwa sababu ukiangalia counties from kama ni the larger Rift Valley na pia the larger Mount Kenya na eneo zingine, vijana wanapata fursa ya kuchaguliwa wabunge wakiwa miaka 24 kama John Paul Mwirigi. Unakuta vijana wanachaguliwa wakiwa at the early 30s kama senator yule anaitwa nani, yule senator Chesang wa kule Trans Nzoia County. Lakini katika kaunti yetu ya Taita Taveta ni ngumu kuona vijana wanapewa fursa, especially ya kuchaguliwa kama wabunge, maseneta, women rep. Ni chances are very high vijana labda kuweza kupata fursa ya kuchaguliwa MCA kuliko kuchaguliwa hii nafasi ya kwenda kuwakilisha jimbo letu kwenye bunge kuu la Nairobi. Ndio. Na ikumbukwe kwamba uliwania na kupitia tiketi ya UDA. Pengine uliwashawishi vipi wana UDA kukuamini na tiketi ile ya UDA, na ikizingatiwa kwamba kuna wale wengine pia walikuwa na imezia mate tiketi hiyo? Jambo la kwanza, kama mtu ambaye nilikuwa nishajaribu kugombea kiti ya kisiasa na pia mtu ambaye pia kuna ujuzi wa masuala ya siasa kama mchanganuzi wa siasa na msomi wa masuala ya siasa, niliweza kitu ya kwanza niliweza kujikipu nayo, nilihakisha nimesoma ile constitution ya UDA ya kuwa uchaguzi wa UDA wa nomination unafanyika vipi, na nikaangalia uchaguzi wa UDA wa nomination unafanyika through yule universal suffrage, inafanywa through consensus na pia na mbinu zingine ambazo pia party leader kuna nguvu ya uamuzi. So mimi nilihakisha nitajitumia mbinu zangu kadhaa ambazo sanifanya niko maarufu kwa kila eneo wadi ambapo wana UDA wako, na kila member ambao wana UDA wamefahamu Rigathi Gachagua ni kijana aina gani na pia ako na ndoto gani za kuweza kukomboa jimbo letu la Taita Taveta akiwa yeye ndo seneta pale. So nikaweza kujituma na kujisukuma katika hii county, kila kona hii county, kwa vijiji wapi niliweza kutembea na kuhakikisha kuuza sera kwa wana UDA, na wakati ilivyofanyika kuwa mchujo hautafanyika, kukakuwa ni ile opinion poll inaweza kufanyika. So jina langu liliweza kupendekezwa katika wale wachanganuzi ambao walikuwa wanaenda kufanya ile research ya opinion poll, kaonekana jina langu ndio liko juu, na hapo nashukuru Mwenyezi Mungu kunipatia neema ya kubeba hiyo tiketi, kwa sababu mimi ndio nilikuwa youngest candidate wa useneta Kenya nzima, na venye Toto yule aliyeshinda women rep pale Bomet, yeye ndo alikuwa youngest candidate wa women rep. So kwa neema Mwenyezi Mungu mimi ndo nilikuwa youngest pia kwa upande wa seneta. So haikuwa rahisi, niliweza kujituma bidii mingi kwa sababu sikuwa na resources mingi, ilibidi niweze kujisukuma sana kwa mwananchi na niweze vikao vingi, nilikuwa hata silali, hata nilipunguza kilo mingi sana wakati, kwa sababu ya kuweza kujifikisha mahali. Unajua ukiwa na hela unaweza delegate duties wengine wa kuwakilisha mahali ambapo wewe unaweza shindwa kufika, lakini kama una resources ni lazima ujiwakilishe kila mahali.